Haleluya, 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 haleluya. Mpendwa na kusalimia kwa jina la Yesu. Naamini ya kwamba Mungu amekulinda na nakuombea kaendelee kulinda. Kwa jina la naitwa Evangelist Jose Mwitari kama unavyonijua. Na siku ya leo pia Mungu amenipatia nafasi ya kupata kucommunicate na wewe katika Sunday ya mwisho ya mwezi wa 10. Na tunapoelekea mwezi wa 11 na kutakia baraka za Mungu. Mungu akubariki sana. Mwezi ya 11 kwa ya ushindi. Ejalishi yale umepitia, kwa hiyo mwezi imepita 10 katika mwaka wa 2025. Hiyo kwamba the last minute can save a man. Mungu anasafanya jambo kwa maisha yako. Ejalishi hali ya vile ambavyo inakukabili, mimi naona ushindi uko mbele zako, kwa maana Biblia inasema kwamba kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Kwa hivyo mimi nimeokoka, Yesu yuko ndani yangu, niko ndani yake, na nakutakia baraka. Mungu akubariki sana. Wewe wiki ya baraka, mwezi ya baraka. God bless you katika jina la Kristo Yesu mwana Mungu aliye hai. Na katika siku ya leo Mungu amenipatia neno katika jina la Kristo. Ujumbe last time ulikuwa unasema kama Mungu atatuheshimu tukipata kumheshimu, kama vile ambavyo wale watoto wa Eli walikataa kumheshimu naye akafanya vile. Lakini siku leo Mungu amenipatia neno katika kitabu cha ya Filipi sura ya 4 mstari ya 4, nasema kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu ujulikane na watu wote. Bwana ako karibu kurudi. Msijisumbue kwa jambo lolote. Msijisumbue kwa jambo lolote. Msijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila neno iwe ni kuomba, iwe ni kusali na kuomba, pamoja na kushukuru. Kusali na kuomba na kushukuru, na haja zetu zijulikane na Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba usijisumbue. Maybe uko katika struggle kubwa sana. Lakini ujue kitu moja ni kwamba dunia ni milima na mabonde, kuna kupanda, kuna kushuka. Lakini hiyo ibadilishe Mungu kuwa Mungu. Mungu anabaki kuwa Mungu kila wakati. Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anakuasia mawazo mazuri sana. Ukue ni mgonjwa, ukue ni mtu mzima, ako na mipango mizuri na maisha yangu, na hata tuacha, ametuhakikishia kwamba hata tuacha wala hata tupungukia kabisa. Kwa kitabu cha Waibrania sura ya 13 mstari ya 5 anasema msiwe na tabia ya kupenda pesa. In the book of Hebrews chapter 13 verse 5 anasema msiwe na tabia ya kupenda pesa, muwe na kutosheka na vile vitu mko navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe Mungu amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha. Mungu hatakupungukia kabisa wala hatakuacha. Wakati unaona labda amekupungukia kabisa, anakuja anakufanyia jambo na unakuwa mtu ambaye hataaibika katika jina la Yesu Kristo. Sema muwe na radhi na vile vitu mko navyo, maana mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha. Na hiyo Mungu sio mwanadamu andanganye. Mwanadamu anaweza kuambia atakuacha na kuache. Na mwanadamu anaweza kuambia kwamba atakusaidia lakini akataa kukusaidia, na kwa maana maybe anaweza kuwa ana uwezo na anashinda atakwambia aje. So Mungu si kama mwanadamu, amesema sitakupungukia kabisa wala sitapata kukuacha kabisa. Hata tadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Huyu ni mwandishi wa Ibrania ana confess, anasema kwamba hata tadhubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Kwa hivyo usiogope, haijalishi kile kitu kimekukabili mwezi wa 10, mwezi wa 11, weka imani ya kwamba Mungu wetu atakutana na kila hitaji kwa maisha yako, kwa maisha yangu, kwa familia zetu, kwa nchi yetu, kwa kanisa, kwa majirani, na atakuwa Mungu ambaye hawezi kutuacha. Ni kwa sababu yeye mwenyewe amesema kwamba furahini katika Kristo Yesu. Usifurahi kwa sababu ya kunywa pombe, usifurahi kwa sababu ya mume wako, mke wako, watoto wako, wazazi. Usifurahi kwa sababu kuna pesa nyingi sana. Kwa sababu hizo zinaweza kudisappoint, ukuta ya kwamba uko nazo lakini huna appetite ya kukula, na ukuta ya kwamba ile pesa haitapata kuwa na umuhimu kwa maisha yako. Ama ukuta kama ile tulisema siku ya hapo nyuma ya kwamba unaweza kuwa na matandiko mazuri kwa kitanda chako, lakini ukilala unakuta usingizi Mungu ndiye anapeananga na uondoa. Ama unakuta kwamba uko mahali maeneo mazuri sana lakini hauna furaha, uko na familia nzuri hauna furaha.
Nimewahi kusikia watu wakisema kuna watu ambao wana kasri kubwa sana, chumba kikubwa kina majumba mengi sana, lakini unakuta bibi analala nyumba yake, naye bwana analala nyumba yake, na watoto nao wanalala nyumba yao, na mtu anakuja na gari yake paka wanabishania parking, na ni familia moja. So ukiona Mungu amekupatia amani, wewe shukuru, ambia Mungu ni asante, na yale ambao unaona kwamba kama yatakuangamisha yatakuangamisha. Ni leo tu unalia, kesho utacheka. Weka imani ya kwamba leo tu ndio unalia, kesho utacheka. Yesu alisema, heri ninyi mnaolia sasa, maana mtacheka. Akasema, heri ninyi ambao watu ambao wote wanawashtumu, maana walishtumu pia hivyo wale manabii ambao ni wa ukweli. So unakuta kwamba maisha yako ufai kuwa ni mtu ambaye ni wa kukata tamaa. Endelea kumwamini Mungu, na Mungu atakucha na atakutendea mambo makubwa sana na mazuri. Wakati unaona kama umefika mwisho kabisa, Mungu anakucha, anakuondolea yale matatizo makubwa. So mwandishi wa kitabu cha Wafilipi alikuwa anaandikia watu ambao walikuwa wanapitia kwa mateso, na yeye mwenyewe alikuwa taabani, maana alikuwa gerezani. Unakuta unaweza kuwa gerezani na unatia moyo wale watu wako huru, maana wewe Mungu akiwa na wewe mahali kokote uliko, unakuta maisha yako yako na amani. So huyu mwandishi kwa kitabu cha Wafilipi ni moja wapo zile vitabu wanaitanga prison epistles, prison epistles, yani nyaraka za Paulo akiwa gerezani. Alikuwa anaandika akitia moyo watu ambao wako huru na yako gerezani, lakini alikuwa na Yesu pale, na Yesu alikuwa anamsaidia sana. So kuna maisha, kwa maisha yetu unaweza kukuta kwamba ni kama uko gerezani, yani maisha ambayo ni limited, lakini unakuta kwamba Kristo Yesu akiwa pamoja na wewe atakutia moyo, uwe na uwezo ya kutia wengine moyo, waambia kwamba itawezekana. So alikuwa anaambia wale watu wa Filipi, anawaambia kwamba anawaambia furahini katika Bwana. Tena anarundia akasema tena nasema tena furahini. Upole wenu ujulikane na watu wote, maadamu Bwana ako karibu kukuja. Unajua wakati mtu anapitia mambo makubwa sana, sasa singine anajikuta katika hali anakuwa mkali, maybe kwa wale ameashiri, ama wale ambao ni wandogo wake, ama wale ambao wanamhitaji, anakuwa mkali sana. So Bible mwandishi wa kitabu ya Wafilipi anamwambia kwamba afurahi. Anamwambia uwe na furaha. Furahini katika Bwana. Maana kuna nyakati yale yanatufurahishanga yanaondolewangwa. Kuna wakati yale mambo yanakufurahisha yanaondoka, yanakuwa mbali na wewe. Na kama hauna Bwana Yesu, kama hauna Bwana Mungu, unakuta hauna furaha, maana yale mambo ambayo yanakufurahishanga yameondolewa. Ndio inakupasa ukuwe na Bwana anaitwa Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo abadiliki. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. In the book of Hebrews chapter 13 verse 8 inasema hivi. Inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye abadiliki hata kuacha. Wewe unaweza badilika, lakini huyu mwana wa Mungu Yesu Kristo, huyu ambaye ni mwokozi wetu, huyu ambaye alimwaga damu yake msalabani, yule alindongwa na mkuki, yule aliyekelewa kofia ya miiba, yule ambaye nguo yake walipigia karata, abadiliki hata kuacha. Maisha kuna mahali nafika, mtu anaona kama Mungu amemwasha. Kwa wanadamu wote wale ambao hasa wanaomwamini Mungu, kuna nyakati na mashira ya mkanganyiko, wanaona kama Bwana amekosa kuwa mwaminifu. Kama mwingine nilikuwa namuuliza umeshindaje leo, ananiambia Bwana amekuwa mwaminifu, lakini sio 100%. Kwa hiyo Bwana inafaa kuwa 100% mwaminifu. Anamaanisha kuna baadhi ya mahitaji Bwana amemfanyia, lakini amebakisha mengine, na yeye alikuwa na expect Bwana amfanyie hayo yote kwa siku moja, ndiye akuwe mwaminifu 100%. Hata kama amekufanyia nusu ama kota, hata wengine atafanya. Hata niacha wala hata kuacha, atatupigania vita hadi mwisho, na tutaibika tukatalie kwake Kristo Yesu.
So huyu mwandishi wa Filipi alikuwa anaandikia watu wako matatani, watu wanapitia hali ngumu sana. Maybe ilikuwa ni mahitaji ya kipesa, maybe wengine walikuwa wanapigwa vita kwa sababu ya imani yao ndani ya Yesu. Walikuwa wanatetea imani, walikuwa wanatetea Ukristo, walikuwa wanatetea kuokoka, na hiyo ikasababisha wajikute kwa hali ambayo si ya kufurahisha. Lakini mwandishi anaitwa Paulo akawaambia, furahini katika Bwana hata wakati umelala na njaa. Furahi katika Bwana hata wakati akaunti yako inasoma sufuri. Furahi katika Bwana hata wakati hakuna mtu anakupongeza. Furahi. Bwana hatakuacha, hatakupungukia. Kwa hivyo katika siku ya leo, unapovuka mwezi unaokuja, unapoenda mwezi mpya, maana hii ni Sunday ya mwisho ya mwezi wa 10, enda ukiwa na furaha, enda ukiwa na amani, ukijua Mungu bado kuna matumaini kwa maisha yetu, bado kuna matumaini kwa maisha yako. Usikate tamaa, usiseme niliyokuwa natarajia Bwana nifanyie mwaka 2025 sasa matumaini yamendindimia. Hapana, bado matumaini yapo. Mungu anaweza kutendea miujiza kwa siku moja, maisha yako badilike kabisa. Mungu ako na uwezo, one day anaweza fanya mabadiliko makubwa sana. So mpendwa, katika siku ya leo, si unapitia frustrations gani, unapitia disappointment gani, unapitia katika changamoto za kila aina, Bwana anasema ya kwamba furahi, kuwa na furaha, kuwa na amani katika Bwana. Maana Bwana atakupea kile ambacho akipatikani mahali kwingine. Kristo Yesu peke yake ndiye ambaye anaweza kuleta tofauti kwa maisha yako, kuwa na furaha. So anawaambia msijisumbue kwa jambo lolote. Usijisumbue kwa jambo lolote. Usijisumbue kwa chochote kile. Chochote. Kukosa pesa, kugonjeka, kukosa marafiki, kukosa kazi, kuwa mbali na watu wako, haya yote na mengine uongezee. Haya yasikusumbue, furahi katika Bwana. Anasema msijisumbue kwa jambo lolote, bali kwa kila njambo, iwe ni kusali, iwe ni kuomba, iwe ni kushukuru, alafu muambie Mungu mahitaji yako, uashie hapo. Umuashie naye atatenda. Naonanga watoto wakiwasilisa mahitaji yao kwa wazazi wao, wanaenda sawa wakiwa na matumaini. Nimeambia baba, nimeambia mama kile nahitaji. Wanaenda wanakiwa na matumaini ya kwamba wamemwambia yule anaweza, ambaye ni baba na mama. Wanakuwa na furaha na amani, hawajisumbui tena. So na sisi, Mungu ni baba yetu, God is our Father. Tukimwambia mahitaji yetu, tuende zetu kwa furaha, na tukue na matumaini, na tukue na amani, maana atatenda kile ambacho tumemuomba kwa wakati wake, maana sisi ni watoto wake. Kwa hiyo mpendwa, katika siku ya leo, furahi katika Mungu siku zote. Usifadhaike, usikubali ukue frustrated, usikubali moyo wako ufarakane. Kuwa na amani na matumaini ya kwamba itawezekana. Haijalishi imechukua muda gani. Katika kile kitabu kile ambacho kinaitwa kitabu cha Isaya, tutufunge na hiyo kitabu ya Isaya. Kitabu ya Isaya 60 mstari ya 22. Kitabu ya Isaya 60 mstari ya 22 nasema namna gani? Kitabu kile ambacho ni Isaya 60 mstari ya 22 nasema kwamba mnyonge atakuwa elfu, mnyonge atakuwa elfu, mdogo atakuwa elfu. Inasema hivyo in the book of Isaiah chapter 6 verse 20. Inasema kwamba mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa ondari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo kwa wakati wake. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa ondari. Mimi Bwana nitafanya kwa wakati wake. So God bless you. Endelea kuwa na matumaini ya kwamba
kwa wakati wake, either ni ndaka zinazokuja ama kesho ama kesho kutwa, Bwana atakutendea kwa wakati wake, na utakuwa mtu ambaye ako na furaha sana. God bless you. Usifadhaike, uwe na furaha, maana Mungu hatakuacha wala hatakupungukia kabisa, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. God bless you. Na kama hujaokoka, ndio nyuma yangu sema, Bwana Yesu nakupenda, niokoe, nisamehe dhambi na makosa. Leo nakubali kuwa Bwana na Mwokozi wangu, maana ulikufa kwa ajili yangu na ukafufuka. Wewe ni mwana wa Mungu. Naomba na kuamini nimeokoka in Jesus name. Amen. 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 God bless you. Uwe na mwezi mpya ya 11 ya baraka in Jesus name. Amen. God bless you in Jesus name. Amen. 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 Jesus. Jesus.